Mnamo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026, kikosi kazi cha kupambana na utoroshaji wa madini nchini kilifanya operation maalum jiji la Dar es Salaam za kutafuta wafadhili na wawezeshaji wa ununuzi wa madini nje ya mfumo wa masoko ambayo madini haya yanatoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Operation hii ilifuatia maelekezo ambayo niliyatoa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026 tukiwa katika ukumbi wa BOT baada ya kuwa tumekamata yale madini ya dhahabu yaliyokuwa yakitoroshwa. Niliwaelekeza kikosi kazi kuhakikisha kwamba wanawakamata na wafadhili wanawafadhili hao watoroshaji wa madini hapa nchini, kwa sababu wale waliokuwa na madini walikuwa kuna sehemu wanayapeleka wapi. Ndo sasa leo nakuja kuwapa taarifa madini mengi yanakwenda wapi, ambapo tumebaini liko soko la ununuzi wa madini lisilo rasmi maeneo ya mtaa wa Jamhuri jijini Dar es Salaam, katika jengo moja lenye ghorofa 5 ambalo lipo katika mtaa huo, na imekuwepo tabia ya wachimbaji wa madini kwenda kuuza madini katika eneo lile nje ya utaratibu wa masoko ambayo yanatambuliwa kiserikali, na eneo hilo hivi sasa liko chini ya ulinzi na wahusika wote watuhumiwa 14 ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sasa wamekamatwa. Kati yao watuhumiwa 5 ni waajiriwa katika soko hilo sio rasmi, yaani hili soko mpaka lilikuwa linawaajiriwa kabisa, wametengeneza mfumo wao kama mfumo wa kiserikali, na 9 walikuwa ni wauzaji wa madini waliokamatwa na madini ambao walikuwa wamekwenda pale kuyauza, na wengine walikuwa wanasubiri malipo ya kulipwa baada ya kuwa wamepeleka madini yao. Aidha, kikosi kazi pia kilifanikiwa kukamata madini ya gramu 174 ambayo ndio alikuwepo baada ya mengine kuwa yameondolewa, lakini vile vile tumekamata vifaa mbalimbali vya kuthaminisha madini ya dhahabu ikiwemo mashine 2 za XRF aina Nickel DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, vyungu vya kuchomea dhahabu, dawa za kusafisha dhahabu, pipe za gesi, vyombo vya kutengeneza umbo la dhahabu. Sambamba na hivyo, mashine ya POS ya kutuma pesa kwa ajili ya ununuzi wa madini kutoka kwa wachimbaji, pamoja na jumla ya pesa taslimu shilingi milioni 54,705,500 ambazo hizi zilikuwepo kwa wakati huo, lakini uchunguzi unaendelea. Inaonekana kuna fedha ambazo zimekuwa zikizungushwa pale na madini ambayo kabla tukio letu hili kufanyika kuna mtu mmoja alikuwa ameshuka nayo, na hivi sasa nimeelekeza kikosi kazi kwamba huyu mtu tutoe taarifa katika mipaka yote, azuiwe kutoka nje ya Tanzania, lakini tutamkamata popote alipo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunamfahamu kwa jina kwa sababu ya maelezo ya watuhumiwa ambao waliyatoa pale, atakamatwa. Mnyororo huu hatutauachia hapa. Hawa ndo watakuwa chambo ya kutuambia namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi katika soko bubu. Ndugu zangu wa Tanzania, hebu fikirieni, yaani kuna mtu katika nchi yetu ya Tanzania ana guts za kutengeneza mfumo sawa na mfumo wa serikali. Ana soko lake la madini, kapangisha nyumba, ameajiri watu, na madini anakwenda hapo aende katika soko la serikali. Lakini pia wamiliki wa nyumba, nataka niwape angalizo. Unavompangisha mtu nyumba yako, pia jua anafanya shughuli gani. Kuna wakati watu mtaingia katika matatizo ambayo ninyi hamuhusiki, lakini kama mtu anaweza akaweka mitambo yote hii, ndugu waandishi wa habari, mitambo yote aleke ndani ya nyumba yako Kwa mwisho wa siku sisi tukienda task force, mimi sijui mwenye nyumba ni nani, sijui nani mhusika, tunakamata watu wote. Tumeanza hapa mtaa wa Jamhuri, lakini kuna kasheshe tunaifuata sehemu nyingine, tunakwenda Masaki sasa. Kosikazi mimi na wataarifu tu watajijua wenyewe, lakini Kosikazi kitahamia Masaki hivi sasa. Ipo kazi tunaenda kuifanya pia kule. Tunataka mkoa wa Dar es Salaam
tuweke sawa sawa, maana hapa ndo chanzo cha kila kitu. Watu wanajua wakifika hapa ni rahisi kusafiri, wanajua jiji lina watu wengi, mwingiliano wa watu wengi sana. Katika shughuli hii ambayo tumeifanya kwa kutumia task force yetu hii, tumemkamata raia mmoja kutoka nje ya nchi ambaye sio Mtanzania, amekuwa sehemu ya hili jambo. Kwa unaweza kuona hii connection haishii hapa tu, imetengenezwa mpaka nje ya nchi. Ndugu zangu, mara mwisho tumekutana tarehe 27, niliwaambia sekta hii ikisimamiwa vizuri ina uwezo wa kuisaidia nchi yetu. Just imagine hawa wa kwenye soko bubu hili, hizi fedha zinye katika mfumo rasmi, mapato ya serikali yangeongezeka. Na hizi fedha ndugu zangu ndo zinakwenda kwenye barabara, zinakwenda kwenye shule, zinakwenda kwenye madawa. Lakini naona bado kuna baadhi ya wenzetu wa Tanzania msamiati wa utoshaji wa madini kwao naona kama ni kama chai ya asubuhi hivi, ni kitu cha kawaida sana. Sasa nataka leo niwatangazie rasmi, nimesema narudia, hatuta ruhusu mtu yoyote ambaye atajihusisha na shughuli hizi kuendelea kufanya kazi kwenye sekta ya madini. Imekuwepo utaratibu ya kwamba mtu anaweza kawa na leseni hapo, ukimkamata Dar es Salaam anaama anaenda kukatia Arusha. Sasa tumetengeneza mfumo hivi sasa, hawa watu tunawa blacklist, tutoa blacklist, hata tokea popote pale. Na hata ikitokea anaomba leseni kupitia kwa kampuni, tuendelea pia kufanya uchunguzi. Nataka tukomeshe hii kitu, waandishi wa habari na Watanzania. Inaumiza sana ukiona jitihada kubwa ambazo zinawekwa kwenye sekta hii kujaribu kusaidia ili sekta hii na yenyewe itoe mchango kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mungu amejalia nchi yetu madini ya kutosha. Ndugu zangu waandishi wa habari, sekta hii hivi sasa imeanza kuchangia kwenye pato la taifa kwa 10.1%. Huwa nikisema maneno watu wanachukulia kawaida, lakini mimi naomba siku moja mjaribu kufanya ziara maeneo mengine. Mjiulizeni katika nchi ambazo zinachimba madini katika bara la Afrika, hivi ni nchi ngapi kupitia sekta ya madini wanachangia katika pato la taifa? Sio kitu kidogo. Maeneo mengi katika bara la Afrika madini yapo, lakini hana mchango kwenye uchumi. Sisi kwetu tumeanza kuweka mfumo huu mzuri. At least sasa unaweza kuziona numbers. Leo kwenye mfuko mkuu wa serikali kama unaweza kuingiza trilioni 1 bilioni 393, sio kitu kidogo. Lakini tuna uwezo wa kuingiza zaidi. Hawa ndio wanaturudisha nyuma hao. Hawa ndio wanaturudisha nyuma. Nataka niwaambie kwamba tutaendelea nao hatua kwa hatua, tutaendelea kuwakamata, tutawafikisha mahakamani, tutawachukulia hatua na tutawafungia kufanya biashara ya madini na hawatapata leseni tena. Lakini pia tunasubiri maamuzi ya kimahakama kwa hao wote ambao tumewakamata, ili baadaye pia na sisi tuweze kuchukua hatua zetu, ikiwemo hiyo ya kuweza kuwazuia kabisa kufanya shughuli za madini.